Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV? Kabisa kwenye exclusive interview. Ni wakati mwingine tena, bahati nzuri sana nimtembelea tena mzee wangu Mohamed Saidi, moja ya nguli kubwa kabisa mwandishi wa vitabu na mwanahistoria wa Tanzania. Tuna mambo mengi sana kujivunia kutoka kwake, na umekuwa ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa kivutiwa sana na simulizi, hadithi na mambo mengine mengi pia, ambayo elimu ambayo pia ulikuwa nayo ama hukuwa nayo, basi anakuongezea ama tunaongezeana, tunafahamu kwa mengine mengi pia. Tukiwa tunafahamu pia ikiwa ni Oktoba, tunafahamu ni mwezi ambao Mwalimu aliweza kupoteza maisha yake. Kwa hiyo leo tuna mambo mengi sana kujifunza kuhusu historia ya Mwalimu na mambo mengine mengi. Ndio, shikamoo. Marhaba bwana. Kwema kabisa. Alhamdulillah. Ni wakati mwingine tena nafurahi kukuta pia ukiwa mzima wa afya. Nashukuru. Ni tuko kwenye mwezi Oktoba. Na mwezi ambao Mwalimu Nyerere aliweza kupoteza maisha yake. Na leo nikasema itakuwa ni vizuri pia tukaja tukachota machache ama mengi zaidi kuhusiana na maisha ya Mwalimu, hasa yalianzia wapi, hasa tunafahamu namna gani ambapo alikuja kuja kuanzisha harakati za uhuru pia. Ilikuwaje hasa? Historia ya Mwalimu inafahamika kuwa alikuja Dar es Salaam mwaka 1952 na akaungana na vijana wenzake ambao walikuwa hapa Dar es Salaam katika chama cha TAA na akachaguliwa kuwa rais mwezi Machi, mwezi April mwaka 1953 akawa rais wa 5 54 kaundu chama cha 5. Pengine kuna wale ambao wanaweza kaisi kama ilikuwa ni vyepesi Mwalimu alikotoka kwa maana Tabora, kama sitakosea, anakuja anapewa nafasi nyeti kama ile. Ilikuwa kwa vipi hasa? Ni bahati mbaya sana Mwalimu mwenyewe hakupata kueleza ilikuwaje akaja kuwa kiongozi wa TAA mwaka 53 na mwaka wa 1954 ikawa chama cha 5 na akawa rais wa 5 na kaongoza mapambano ya kudai uhuru kutoka kwa Waingereza. Kwa kweli mimi ninaposomesha historia ya kama ilivyoniuliza historia ya 5 Mwalimu, maana huwezi kutaja 5 bila Mwalimu na huwezi kumtaja Mwalimu bila cha 5. Ya kweli. Ingawa bahati mbaya sana kuna wanahistoria, wanasiasa wanadhani wanaweza wakaitaja 5 na Nyerere na kuacha watu wengine muhimu, na historia hii ikawa imesimama vizuri. Mimi ninaposomesha historia ya 5 wanaanza 1924 wakati Dr. Kwegi Aggrey kutoka Achimota College Ghana alipokuja Tanganyika katika kamati inaitwa Phillips Commission Committee, ambayo walileta wenyewe Waingereza. Governor alileta hapa kwa makusudio ya kuangalia elimu ya Waafrika. Na Dr. Aggrey alipofika hapa ndipo alipokutana na Cleist Sykes. Huo alikuwa mwaka 1924. Katika mazungumzo yao akamuuliza kama Waafrika wana chama. Akamwambia Waafrika wana chama. Akamwambia je, watu wa jamii nyingine? Akasema wazungu wana European Association, Wahindi wana Indian Association, ipo Arab Association, lakini Afrika wana. Akamuuliza sasa nyinyi mnawasiliana vipi na serikali ya Kiingereza hii? Akamwambia sisi tunawakilishwa na missionary mmoja kutoka Minaki Mission anaitwa Father Gibbons. Akamwambia si sawa, lazima na nyinyi wa Afrika huwe na society yenu. Ndio mwaka 1929, mwaka imechukua miaka karibu 5, ndo ikaasisiwa African Association na iliasisiwa mtaa wa Masasi kule Mission Court, nyumbani kwa Mwalimu Dadu Mwalimu Tola.
Cecil Matola kuelishwa pale. Ile nyumba baadaye ilikuja kununuliwa na John Rupia. Na nasikitika pale hakuna kibao chochote manake kueleza historia ile nyumba kwa hapa ndio Africa Association ilipokuja. Sio. Na sawa kabisa. Na hatuwezi kwanza kuizungumzia historia ya Mwalimu bila kufahamu alikuwa ni mtu wa haiba gani hasa, kwa maana sasa labda niendelee Max jamaliza. Ni kuwa baada ya vita vya pili vya dunia taa Africa Association mwaka 48 ikabadilisha jina ikawa Tanganyika Africa Association, kwa sababu na Zanzibar kulikuwa Africa Association ili kutofautisha. Na viongozi wa baada ya vita, rais alikuwa Mwalimu Thomas Plantan na katibu alikuwa Clement Mtamila. Sasa vijana wametoka kwenye vita na kulikuwa na mwamko mpya kuwa sasa hivi Afrika idai nchi zake kutoka kwa koloni. Ana hadithi ya Mzee Dosa Azizi, anasema mwaka wa 50 siku moja Hamza Mwapachu na Abdul Sykes na yeye wakaenda ofisi ya Africa Association ya taa pale wakati wakiitwa New Street, wakati sasa hivi ni Lumumba Avenue. Ndani wakamkuta yuko na Mzee Thomas Plantan ambaye alikuwa president wa taa na katibu wake Mzee Clement Mtamila. Basi pakatokea maneno wakawatoa mle ofisini kama kufukuza kwa nguvu. Waingereza waweza kukubali kitendo hicho, kusema lazima ufanyike uchaguzi hapa. Na katika uchaguzi ule ulioitishwa mwaka 1950 Julius Karuzi akachaguliwa kuwa rais wa taa na katibu akawa Abdul Sykes. Sasa wakaunda kamati. Kamati wakaita TAA Political Subcommittee ambaye president alikuwa kwenye kamati hiyo ndio Julius Karuzi, katibu Abdul Sykes, alikuwepo Hamza Mwapachu, alikuwepo alikuwepo Steve Muhando, alikuwepo John Rupia, alikuwa Sheikh Hassan bin Amir ambaye ndo alikuwa mufti wa Tanganyika, na alikuwa na Sheikh Said Chaurembo. Sheikh Said Chaurembo alikuwa hakimu kama vile liwali katika mahakama ya mwanzo pale Kariakoo. Sasa hii kamati ikaja kupata changamoto ya kutengeneza mapendekezo ya katiba ambayo Governor Edward Francis Twining aliyataka. Basi katika mapendekezo yote ambayo ilitengenezwa na hivi vyama vingi vilishiriki moja Africa Association branches za kwenye majimbo kwa ya maana sana ambayo iliwagusa mapendekezo iliwagusa Waingereza ni haya ambayo ilitengenezwa na kamati hii ya TAA Political Subcommittee. Na ukienda kwenye nyaraka za Sykes unakuta Abdul Sykes anasema kuwa wao walitafuta msaada wa mwanasheria L. Seaton. Huyu L. Seaton alikuwa ni mtu mweusi kutoka Bermuda na alikuwa amefungua kampuni yake ya wakili Moshi, na alikuwa rafiki sana na Thomas Mariale, Chief Mariale. Basi katika mapendekezo yale wakawa wanamwambia governor na serikali ya Kiingereza kuwa sisi tungependa kwanza ile bunge, yani Legislative Council, ile bunge la Uingereza isiwe watu wa Uingereza wanachagua, iwe watu wapigiwe kura, wenye kwenye bunge kwa kura, one man one vote. Na pili, hii mchakato uende kwa miaka 13. Tushamaliza miaka 13 Waingereza muondoke, mtupe nchi yetu, manake ni kwa wawake huru wa Tanganyika.
Waingereza walikasirika sana na mapendekezo haya. Wakawachangua wote wale, au Kiaruzi akajikuta yuko Kingolwira jela pale, katibie wafungwa pale. Na Dar es Salaam ndo analeta matatizo kwa serikali. Alikuwa akija, hata hivyo akawa anakuja kufanya mazungumzo na Abdusaki kuendesha harakati mbele. Wakampigia transfer, wakampeleka uhamisho, wakampeleka Nzega. Tabora huko. Kwa tena hawezi kuja Dar es Salaam. Na Hamza Mapacho akapelekwa Kisiwani. Na sio Ukerewe kule. Na wengine wakachanganya, ikawa ni hasa ni kuvunja nguvu, kuwasambaratisha. Naam. Sasa hiyo ndio ilikuwa hali yenyewe ilivyokuwa. Naam. Okay, sawa. Tunaendelea kuyagusia maisha ya Mwalimu. Wengi wanatamani kujifunza. Amekamata uongozi akiwa ni kijana sana. Rais akiwa na umri mdogo. Nadhani historia inaweza kaongea hivi Tanzania tokea Tanzania anza kupata viongozi. Aliweza vipi hasa? Kwa sababu alikuwa ni kijana mdogo, na ukiangalia kwa mfano kama kwa nyakati kama sasa hivi kijana wa miaka 30 na aweze kuwa kiongozi ngazi kubwa ya urais ni vigumu sana. Kwa nini iliwezekana? Yeye aliweza vipi? Abdusaki kaonana na Kenyatta akiwa na miaka 26 kuzungumza harakati za siasa za Tanganyika na Kenya. Na kushangaza Nyerere kuja kuwa rais akiwa na miaka 39 bwana. Abdusaki miaka 26 kakutana na Jomo Kenyatta Kenya kwenye mkutano wa siri. Na si maneno vivi, na ushahidi upo, nyaraka za Kikachero za special branch wamesadikisha. Ingawa watu walikuwa wanajua, mimi ni mahadithio na rafiki yake Ahmed Rashid Ali. Sasa mimi nilikuwepo siku wa Abdusaki na siku wanakutana na akina Peter Mbiko Inanga, Kungu Karumba, Billy Kagia. Sasa mimi nilikuwepo siku hiyo. Naam. Ilikuwaje hasa kwa nyinyi kipindi hicho? Nafahamu kwa bado vijana kabisa yani. Mwalimu Nyerere anapewa ataweza kuwa rais wa kwanza wa Tanganyika kabla Tanzania kuungana. Mapokeo yenu kama wananchi ilikuwaje kwa kipindi hicho? Sisi wakati ule tulikuwa wadogo mno, wala akilio hatuna. Labda wazee wetu walipokea vipi? Wazee wetu walipokea kwa furaha, kwa Tanganyika imekuwa huru sasa. Tutafanya mambo tunavyotaka sisi wenyewe. Hakuna mtu ambaye anatukalia kichwani. Tumeshakuwa tu huru. Naam. Hapakuwa na maneno kama yule labda kijana mdogo sana anapewa mamlaka makubwa. Nimekuambia Abdusaki kaonana na Kenyatta akiwa na miaka 26. Mwaka 50. Vijana alikuwa na nguvu sana vijana. Vijana alikuwa na nguvu. Sasa kushangaza 39 Nyerere kuja kuwa rais. Haikuwa kitu ni kuwa cha ajabu hivyo. Maki wote walikuwa, nani alikuwa mdogo zaidi yake? Huyu Zuberi Mtemvu. Na alikuwa secretary general wa 5. Na mambo yake wote walikuwa vijana, wote walikuwa vijana. Sawa kabisa. Watu wengi wanamsifia Mwalimu kama muasisi wa amani ambayo tuko nayo Tanzania kwa ujumla, visiwani na bara huku, ambayo mpaka sasa hivi wengi tunajinasibu kwamba Tanzania ni taifa lenye amani. Lakini kwenye uongozi hasa huwa kukosekani, wanasema hata vikombe hivyo kabatini waga vinagongana. Ukiangalia katika harakati za kudai uhuru wa Tanganyika, kuna watu kama kina Oscar Kambona, kina Bibi Titi ambao walihusika pia, na baada ya Tanganyika kupata uhuru, watu wale ni kama kuna mgogoro ulitokea pia, kukimbia nchi na wengine kuwekwa ndani na mambo kama hayo. Kwa nini ilikuja katokea hivyo? Victor anapozungumzia habari ya amani, ili si mimi kusema. Kuwa ukisema amani una maana kuwa hazipigwi risasi mitaani. Kweli. Kwa amani ipo, kweli amani ipo. Kweli. Lakini amani unataka utizame vizuri sana. Kwa sababu kuna matukio yametokea ambayo kidogo yanasikitisha. Manake amani ukienda Zanzibar, unajua kila uchaguzi watu wameuliwa. Sasa unapozungumza amani hiyo kidogo utanaweka mimi mahali pagumu.
sijui nikwambie nini. Kwako unaitafsiri vipi hasa hii ya Tanzania? Kutafsiri kwa vipi? Kwamba tuna amani ama tuna Nimekwambia amani ipo kama una maana kuwa huku hasijapigwa risasi katika uliwa watu. Lakini kumekuwa matukio. Kwa matukio mengine ya kutisha kabisa. Na mimi singependa kuzungumza hapa. Sawa kabisa. Wasikilizaji wetu wanajua. Sasa kama hiyo unaona vile vile bado ipo amani, sawa, amani ipo. Tuiache kwa sababu tunasema tuweze kuizungumzia. Hata nikiuliza kwa sababu umeshaniambia huwezi kuizungumzia, tuiache. Nimekuuliza kwamba Bibi Titi, Oscar Kambona na wengine wengi ambao walipishana na Mwalimu hasa. Tunafahamu kupishana kupo. Hata sasa hivi tukiangalia katika uongozi kuna baadhi ya viongozi ambao wanapishana pia. Ni jambo la kwenye uongozi inatokea. Kwa Mwalimu hasa ilikuwaje hasa kapishana na watu? Nilikwenda ofisi za CCM Dodoma mwaka jana mwishoni. Na nia yangu hasa ilikuwa kusoma minutes za mkutano wa mwaka 1993 wa halmashauri kuu ya 5 ambapo kwa mara ya kwanza katika historia Bibi Titi na Nyerere waligombana. CCM waliwahi kuwaleta wataalamu wao wawili hapa, wasichana wawili, kuja kuchukua nyaraka na vitu vingine kuwasaidia kuweka katika maktaba yao iliyokuwa Dodoma. Na mimi ninapokea na katika mazungumzo yetu na niliwaonyesha vitu vingi na niliwapa vitu vingi. Wakaniambia Mzee Mohamed tunakukaribisha maktaba yetu uje na wewe utizame. Kwa hiyo nilikwenda pale na nikataka wanionyeshe minutes za mkutano wa mwaka 63. Wakaniambia umekuja ghafla, hii inahitaji kibali maalumu cha katibu mkuu. Kwa hiyo sikuweza kukaa kusubiri kibali maana kujua kitatoka lini. Ndio kweli. Lakini hii walikuwa nasema kuwa walikuwa na zamani minutes zao wanaweka kwa style ya Hansard. Fulani kasema nini, fulani kasema nini, makofi hapo limekuwa kofi, hapo ameguna hivyo. Nikuwa siku moja katika halmashauri kuu ya 5 akasimama mtu mmoja anaitwa Selemani Kitundu, anamshutumu Aga Khan, anasema kuwa Aga Khan anataka kuitawala Tanganyika wakati ule kwa kutumia mlango wa nyuma. Akasimama tena kumunga mkono, akasimama Rajabu Diwani akisema neno yale na wakasema kuwa kulikuwa na chama hapa kiongoza Aga Khan, yeye alikuwa ndio patron, kinaitwa East African Muslim Welfare Society. Akasema kuwa hiki chama kivunjwe. Bibi Titi ile maneno yalimgusa, akasimama akawajibu, akasema kama kuna kosa ambalo ushahidi upo fanywa na Aga Khan, basi utolewe ushahidi na sheria zichukue mkondo wake. Lakini si kujisemea maneno tu bila ushahidi madhubuti. Bahati mbaya Nyerere akaingia kuunga mkono Rajabu Diwani na huyu Selemani Kitundu. Pakatokea maneno baina ya Nyerere na Bititi ya kukwaruzana. Kiasi Bititi inasemekana alimwambia Nyerere yeye hamuogopi mtu yoyote isipokuwa anamwogopa Allah. Na mimi nilikwenda kwa Bititi kutaka kumfanyia mahojiano kuhusu maisha yake. Alikataa. Lakini hili la ugomvi ndani ya kamati ya halmashauri kuu ya 5 aligusia. Akasema kuwa kuanzia siku ile tulipobadilishana maneno, asema Nyerere hakunitazama mimi kwa jicho jema. Kama vile umeingia hasaba. Hapo huo ndio mwanzo wa matatizo ya Bibi Titi. Titi alisimama kusema kuwa hawawezi kuvunja East African Muslim Society, taasisi ambayo ilikuwa ikisaidia Waislamu wakati Waislamu hawana mtu yeyote kusaidia.
hatuwezi leo sisi tukawa hizo fadhila tukasema kuwa iki chama tunakifunga isipokuwa sote na hatuna haja msaada wa kadi. Hii ndio hali ilikuwepo. Mwalimu anasifika kwa mambo mengi sana kama nilivyozungumza, ikiwemo amani, na kama nilivyozungumza pia kwenye kupishana huko na viongozi kama kina Bibi Titi na kina Oscar, ni miongoni mwa hayo mambo ambayo alikuwa anazungumza pia. Lakini moja ya kitu ambacho watu wengi wamekuwa wakijiuliza sana, mapinduzi ni aita alikuwa nitasema ni mapinduzi ama ilikuwaje kutaka Mwalimu apinduliwe madarakani na Zakaria Hanspop na kundi lake. Miaka hiyo tunasimuliwa sisi, tunaambiwa hasa lengo, sababu ilikuwa ni kwamba Mwalimu alikuwa amekaa madarakani kwa muda mrefu, ama ilikuwa ni nini hasa? Kwa kweli hilo la mapinduzi, kwa nini walitaka kufanya mapinduzi, siwezi kujua sababu. Kukaa kwa muda mrefu vile vile kadhalika siwezi kusema, kwa sababu Afrika hiyo ilikuwa ni jambo la kawaida. Watu kujitoa katika madaraka ilikuwa si kazi nyepesi. Wengi walikaa mpaka labda wametolewa kwa nguvu kwa mapinduzi, au wametoka kwa ajili ya muda umekuwa mrefu na watu wamechoka. Hapakuwa na sababu, reason ambayo ni strong kabisa. Ni urafa madaraka tu. Madaraka kila mtu anajua ni mazuri, na kuna hili tunaliona kwa watu kutoka inakuwa tabu. Ukishaingia wakilamba ile asali, kumtoa bwana inakuwa tabu kubwa sana. Ila hapa kuna reason ambazo pia walikuwa wanazidai, labda kusema labda kuna kitu fulani, kuna msukumo ambao labda wananchi walikuwa wanataka kwa kipindi hicho Mwalimu labda utekeleze, na ndio maana watu wakataka kufanya kitu. Mimi hilo sijui, lakini kama nazungumzia kipindi kile, hakika nchi ilikuwa kidogo ina shida wote mapinduzi yanatokea. Na bila shaka wale watu wapanga njama waliona ile hali na wakataka kuchukua advantage, wafanye wakati ule labda wangeungwa mkono na watu. Lakini Afrika karibu nchi zote hali ilikuwa ndio hiyo tu. Zote zikipata shida. Kung'atuka kwa Mwalimu hasa ilipokelewa vipi hasa baada ya kutangaza kwamba mimi naelekea kung'atuka na kuweza kuingia katika mfumo wa vyama vingi? Hasa ilikuwaje hasa Mwalimu, ule msukumo ulitokana na nini hasa, na wananchi walikuwa wanazungumza nini hasa kwa kipindi hicho kwamba sasa haraka iachie nchi, achie kiongozi mwingine, kwa sababu sio vyepesi kama miaka 24 rokani mingi na ilikuwa sawa aondoke kabla vile vile ilikuwa sawa. Na nadhani watu walitaka labda aje mtu mwingine anaweza kubadili mambo, sababu hali imeondoka katika hali ambayo nchi ilikuwa imechoka sana. Lakini amani ipo. Kwa kweli mazungumzo nchi imechoka sana. Vitu vingi vilikuwa hakuna, hiki hakuna. Mambo gani hakuna? Vyakula hakuna, nguo hakuna, viatu hakuna, kila kitu kilikuwa hakuna. Mpaka alipokuja Mwinyi akasema tutaliberalize trade, ndio tukaanza kuona mabadiliko. Nguo zinapatikana madukani, vyakula vinapatikana, mafuta ya kupikia yanapatikana. Hali kabadilika. Ingawa magari yalikuwa tabu kupata, lakini kuna wakati maduka yanauza magari. Ilikuwa ni jambo la furaha. Ingawa unahitaji uwe na kibali, lakini ukipata hicho kibali gari utaipata. Mwalimu pamoja na kwamba aliweza kuachia uongozi, lakini tumeshuhudia baadhi ya speech zake akizungumza ile nafasi kwa kipewa. Unamwona ni kiongozi ambaye alikuwa ni mtu kukanya hasa. Akazungumza kwamba hiki ndani ya chama hatutaki, hiki kiende hivi. Press na waandishi wa habari tumezishuhudia baadhi pia. Maneno ya Mwalimu hasa, kuna rais lakini pia naye bado anatoa matamko yake hasa kwa kipindi hicho. Wakati mwingine ilikuwa inaleta mgongano, kuwa inaleta sura nzuri, wakati mwingine ilikuwa inaleta sura kama vile ya sintofahamu. Kwa wao ulika kwa madaraka muda wote huo, hakuna mtu alikuwa anaputia maneno. Sasa basi wangejituliza kidogo. Kulikuwa na maneno hayo kuwa yasingetolewa maneno yale.
Mwalimu alitaka ujamaa uendelee pia. Naam. Mwalimu alitaka ujamaa uendelee. Yes, siku zote mjamaa. Na ujamaa ndio ulikuwa umetufikisha pale kwa tuzo kuna mbele zaidi. Hali imekuwa ngumu. Na Mwinyi alipokuja yeye wanasema kwa liberalize. Aliweka soko huria. Na akasema wafanyabiashara agizeni mali na sisi tutakuulizeni hizo pesa kigeni mmepata wapi. Hali kaza kubadilika, vyakula kama mchele, ngano, mafuta ya kupikia, ilikuwa vitu kwa dada kuonekana kwa sasa vinaanza kupatikana na watu wakawa katika furaha sasa. Mwalimu akuipenda ile. Sijui kama hakupenda. Lakini watu walifurahi. Nataka tu kwa sababu ni mwezi wake huu nataka tuzungumzie kuondoka kwake hasa Mwalimu. Tunafahamu alikuwa jambo la kuondoka na kusaidia kifo chake. Maisha yake ya mwisho hasa Mwalimu yalikuwa namna gani hasa? Ukweli mimi sijui maisha yake ya mwisho yalikuwa vipi, sifahamu. Niko najua tu alikuwa Butiama. Basi alikuwa Butiama pale akijilimia. Mwenyewe alisema kuwa yeye anataka kistaafu arudi kuwa mkulima na kazi ya shamba daiweza. Alirudi akawa mkulima na kimasisha watu nchi nzima hii walime. Kifo chake hasa kiliwagusa kwa namna ipi hasa? Tumekuwa tukisimuliwa tu kwamba kifo chake kilikuwa ni vilio vikubwa sana hasa. Nataka tufahamu nyinyi mnapata hizo taarifa hasa zilikuwa za namna gani hasa? Hapo nikupe kitu kilichotokea. Mimi mwezi ule Nyerere anafariki mwezi wa Oktoba, mimi nilikuwa Dubai. Kwenye hoteli moja inaitwa Carlton Hotel, nimekaa jioni. Sijui BBC wamejuaje namba yangu ni hoteli Carlton umenitafuta. Napokea simu wananiambia kuwa wanataka tufanye kipindi haraka cha Nyerere. Nasema kulikuwa ni kama tukia nini kwa sababu wakati ule nilikuwa najua kama Mwalimu yuko St Thomas London mgonjwa. Akasema Mwalimu kazidiwa sana. Kama sasa bwana simsubiri basi bwana, sasa nataka tufanye kipindi. Kama vile nilikuwa nataka kuweka tu kwa ikitokea jambo mara mmoja wao wa kwanza kutangaza na wafanye mambo. Kwa mimi sikupenda ile. Kama mkosi yule. Lakini ilipita karibu wiki mbili nimerudi Dar es Salaam. Wiki nne. Wiki mbili. Nimerudi Dar es Salaam baada ya kama wiki mbili ndio Mwalimu Nyerere akafariki. Na nilimwandikia taazia. Taazia kwanza iliandikwa na General Lumwengo katika gazeti alikuwa mhariri wa gazeti la Tanzania. Gazeti kipendwa sana. Siku ya pili katoka taazia yangu ambayo nilimsifia Mwalimu kwa yote ambayo ameyafanya kuanzia wakati wa kupigania uhuru mpaka uhuru ulipopatikana. Ingawa baadhi ya watu wakawa wanasema mbona umemsifia sana Mwalimu na mara nyingi umekuwa ukimlaumu hasa katika historia ya Tanganyika vile ambavyo hakuwa enzi wazee wako ni wale watu waliopigania uhuru kama hawajulikana natajwa yeye peke yake. Kaambia hayo ni mengine lakini haya ni mengine vile kwa huyu mtu amefariki kiongozi wetu. Mimi mwandike taazia kama ninavyostahili. Na moja ya mengi ambayo tutakumbuka sana kwa Mwalimu ni kutuletea mfumo wa vyama vingi, kuruhusu nchi ingie katika mfumo wa vyama vingi hasa. Nataka nitambue hasa wakati mfumo unaanza Tanzania hasa misingi yake ilikuwaje hasa na ilipokelewa vipi hasa? Tanzania ilikuwa nchi ya chama kimoja. Na imekuja chama kimoja baada ya kuona uchaguzi wa 62 ule wa rais Bwana Zuberi Mtemvu African Congress. Hawakuweza manake kushindana na tano umeshinda viti vyote. Sasa jamani hali ndio kama hii tunafanya nini? Hali nchi kwa Tanzania nchi ya chama kimoja. Sasa mambo mengi yamepita 61 mpaka kufikia 84 85 Mwalimu anaondoka. Nchi imepitia misukosuko mingi. Kwa hiyo watu waliona labda
tukiwa na vyama vingi inaweza ikaboresha hali ya maisha ya wananchi. Lakini hadi sasa vyama vyenyewe ndio hivyo ambavyo vinavisikia. Ndio vyama vingi vyenyewe ndio hivyo ambavyo vinavisikia sasa hivi. NCCR Mageuzi unazungumzia kipindi hiki, kwani umemtaja Mrema anatajwa kama mmoja viongozi wa upinzani ambao alikuwa na nguvu sana. Watu wengi wanaenda mbali wanasema kwamba alikuwa mpaka akitengewa vitenge na vitu vingine kama hivyo, akanyaga akipita. Watu walikuwa wamechoka sana serikali kipindi hicho, ama ni kwa nini sasa? Bwana, Afrika vitu kama hivyo wala visikupe shida. Visikupe shida. Ni rahisi sana hapa kutengeneza mambo. Kuna siku moja ninafungua mtandao, naona kuna mashehe wametoka Bagamoyo wamekwenda Dodoma kwenda kumuomba marehemu Lowassa achukue fomu ya uraisi. Sasa yakaja maswali mengi, au mashehe gani? Natizama zile sura. Makesi hakuna kusema shaka, ndio mimi naishi nao na wajua. Natizama zile sura, wale watu sio wajui mimi. Hao ndio mashehe wametoka Bagamoyo kufuata Lowassa. Lakini inasemekana walipewa gari, walipewa nguo nzuri. Kaona bwana, hii trip ya bure hii mpaka Dodoma na mapesa juu, wacha tuende. Siku nyingine nimeona mashehe wanampeleka wamsindikiza Gwajima. Basi imekuwa mambo ya kichekesho. Hata nikaandika makala kuwa Tanzania kuna mashehe kukodisha kufanya shughuli yako. Sasa hali ndio hii. Sasa na chama kimoja leo umeona kafa zimekuja chama vyama cha umma na umeweka rais. Wala unakaa na unaamini huyu mtu kweli katika dhamiri yake, ndani ya nafsi yake naamini kama yeye kweli anaweza kugombea urais. Leo nilikuwa na sikiliza radio asubuhi kwenye gari. Kuna chama kimoja ambacho mimi nilikuwa nakijua sana zamani, karibu kabisa. Rais wao yuko Mtwara, anaomba kura kwa wananchi. Limetajwa jina, sijamsikia mahali popote. Anasema yeye anataka kujenga uwanja wa ndege wa kisasa Lindi. Basi mimi natingisha kichwa tu. Mwaka sema hawa ndo marais. Imekuwa kama vile kichekesho. Imekuwa kama kichekesho. Watu wanasema hivi vyama sio vyama halisia, ni vyama ambavyo vya kimkakati. Ni kweli? Sasa si mimi kusema hivyo, wewe umesikia watu wanasema. Sasa ikutoshi hiyo mpaka mimi niseme mimi. Hivyo vilikuwa wapi na vimetokea wapi? Maana ilikuwa huoni ile ithibati hasa ya watu kuwa wanataka kufanya jambo lenye maana. Kwenye hili nataka nifahamu na wito wako uko vipi hasa. Mwaka huu chama kikuu cha upinzani Chadema wamesema kwamba no reforms no election. Hawatashiriki uchaguzi bila reforms. Sasa hivi tumeingia Oktoba na Oktoba 29 tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Wao hawashiriki naye. Msimamo wao bado uko vile vile na kuna maandamano ambayo wamepanga kufanyika. Kwanza siku ya kupiga kura. Siku ya kupiga kura, siku ya uchaguzi wenyewe hasa. Kuna nini hasa wito wako hasa kule katika hiyo siku, kwa sababu watu wanaamini kwamba maandamano siku zote ya mpango kama huu haiwezi kuisha sana masa. Wito wako kwa viongozi na waandamanaji wenyewe hasa uko jasa? Mimi Victor ni wito kama nani? Mimi ndo kawaida tu chambuza masuala ya kisiasa na mwandishi nguli. Nguli hapana. Na mwanahistoria pia. Hiyo unasema watafanya. Lakini hatari yake ni kuwa utapambana na vyombo vya dola. Vya ulinzi na usalama utapambana nao. Si jambo ambalo mimi ningelipenda sana. Na wengi wangelipenda sana. Ni inapendeza watu wakalima mambo mengi wakawa wameka kwenye meza wakayamaliza. Lakini ndio hivyo sasa tufanye nini? Ndio hivyo.
Ni uamuzi sahihi ambao Chadema wamefanya kuwa nje ya mfumo kwa maana kutokushiriki uchaguzi? Mimi sina haki ya kuwasemea wao. Wao ndio wenye chama. Lakini nimepata kumsikia kiongozi wao anasema kuwa hii kamati ya uchaguzi imeundwa kwa nia ya kukibeba chama tawala, ni kuwa hatuwezi kushinda kwa kamati hii. Ndio hoja zao. Sasa hilo tuachie wanasiasa wenyewe watanimaliza. La mwisho hasa unaambiaje sasa mwananchi mwaka wa uchaguzi Oktoba 29 hiyo, unalipi la kuzungumza hasa neno kutoka kwako wazee kama nyinyi, ndio maneno tunatarajia kuyasikia na nyakati kama hizi? Nataka kusikiza maneno ya mzee kuhusu uchaguzi. Neno lako sasa ni lipi sasa? Ili wewe baki niseme nini sasa? Kuasa sasa. Niase nini sasa? Makundi yote haya sasa, maana kuna makundi ambayo yanasema sisi tutatiki, sisi tunatoka, kwa maana mbona tushachelewa? Maana yake ndio mbona tushachelewa, treni imeshaondoka. Hata nikiasa leo ili kweli jambo kabla hatuja huko, kabla tujaingia hata katika uchaguzi, wa vyama hivi vikae waweke mkakati, tunaingia kwenye uchaguzi katika hali nzuri kabisa. Treni imeondoka na naambia bwana ikimbilie tena ile upande, utakulivunja mguu bwana. Tusubiri tutizame nini itakuwa hatima yake. Sawa kabisa. Okay, sawa. Mimi nakushukuru kwa wakati wako. Asante bwana. Asante sana. Sawa.